Naam, karibu sana mwana michezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha na kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Langu jina naitwa Derek David Gaimba, unaweza ukaniita Kaisedo wa Bongo. Niko hapa kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali ya kimichezo na burudani. Sogea karibu ili niweze kukujuza na nikupashe na nikuhabarishe taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Dhahiri utazipata hapa ndani ya Chapesa Media. Bwana, taarifa ambazo zimenifikia kwenye dawati langu la kimichezo na burudani ni kuhusiana na kocha aliyewahi kuwa kocha wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, kocha Fadlu Davis. Huenda yupo kwenye rada za kunukia mitaa ya Twiga na Jangwani, nikiwa na maana mitaa ya klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka ya kwamba kwa sasa Young Africans iko chini ya kocha Molin ambaye anakaimu mikoba ya kocha Pedro Gonzalez, ambapo alikuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans. Simba Sports Club waliachana na kocha Fadlu Davis kwa muda mrefu, na kwa baada ya kuona kwa mafanikio makubwa sana ambayo yuko nayo kocha Fadlu Davis. Miongoni mwa makocha ambao walifanya vizuri wakiwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club, dhahiri hautoacha kulitaja jina la kocha Fadlu Davis, raia huyu kutokea pale nchini Morocco, ambaye alifanya makubwa kweli akiwa na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo aliyesaidia Simba kocha Fadlu Davis ni pamoja na kuipeleka timu hiyo kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia vile kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Dhahiri msimu wa mwaka juzi mnyama Simba Lunyasi alicheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, sare ambayo ilimwangusha mnyama ya bao 1-1 katika uwanja wa New Amani Zanzibar, ndiyo iliyoondoa matumaini ya mnyama Simba kutwaa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Na sasa kocha huyu akaondoka baada ya kuinoa mikono ya wekundu hao wa Msimbazi, Simba Sports Club, na kuondoka moja kwa moja kuelekea kunako katika ardhi ya klabu ya soka ya Morocco chini ya klabu ya soka ya Raja Casablanca. Amefundisha Raja Casablanca kwa mafanikio makubwa sana, lakini pia vile amewapa makombe mbalimbali kocha Fadlu Davis akiwa na viunga vya Raja Casablanca. Msimu huu ziko dalili nyingi, na miongoni mwa vitu ambavyo vinanifanya niweze kukuaminisha ni pamoja na dawati langu la kimichezo na burudani ambalo limeweza kunisogezea kwa ukaribu zaidi kuhusiana na kocha huyo Fadlu Davis. Miongoni mwa vitu ambavyo vimenifanya niweze kukujuza na nikupashe kuhusiana na kocha huyu Fadlu Davis ni pamoja na Young Africans kuhusishwa na mchezaji huyu kocha Fadlu Davis kujiunga na miamba ya soka ya Twiga na Jangwani, nikiwa na maana ya klabu ya soka ya Young Africans. Kama kuna kocha ambaye huwa nikimuona hata picha yake ikipostiwa sehemu roho inaniuma na hata kutaka kucomment, basi ni huyu kocha Fadlu Davis. Moja ya makocha ambao walichelewesha sana wana Simba nyakati ambazo tuliamini anatengeneza timu. Dhahiri ilikuwa ni kipindi hiki ambacho cha kocha Fadlu Davis. Alihudumu ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa muda wa mwaka mmoja na kuipa mafanikio makubwa, wao wakiamini anatengeneza timu. Miamba ya soka inapokuja yenye nguvu, dhahiri wakaonesha nguvu zaidi ya Simba Sports Club. Kocha huyo akaiacha Simba na kuondoka moja kwa moja kwenye miungo vya soka vya klabu ya soka ya Raja Casablanca. Hakuna big game zote ambazo alicheza kwa kiwango bora hata kimoja. Hizi ni miongoni mwa sifa ambazo kocha Fadlu Davis alikuwa nazo. Kipindi ambako Simba Sports Club wanafungwa mara sita dhidi ya klabu ya soka Young Africans, mara 3 kocha Fadlu Davis ni miongoni mwa makocha ambao walipokewa kichapo dhidi ya klabu ya soka Young Africans. That wise nikiwa na maana ya kukwambia kwamba hakuna hata big game moja ambayo kocha Fadlu Davis alifanikiwa kushinda kipindi hicho ambapo alikuwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Games nyingi zilishindwa kwa kusoma kwa mpinzani, na hata second half
CAF kutokuwa na mabadiliko yoyote ya kiufundi, niliwahi andika na kusema nahisi pale nitachukiwa na wanasimba. Kuna siku nilikuwa naongea Tundaman kwa simu kidogo tu anitukane mimi tena na Simba Sports Club. Niliwahi kuzungumza na nilisema miongoni mwa makocha ambao hata substitution ambazo wanazifanya, basi ni dhahiri kocha huyu Fadlu Davis ni miongoni mwa makocha ambao huwa wanachelewa sana kufanya substitution pindi timu pinzani inapokuwa ikipeleka mashambulizi. Je, pengine ni ukame wa wachezaji ambao wako nao, ama ni ufinyu wa Technobench ambako yuko nalo kocha huyo? Mechi zote za kimataifa za CAF Confederation Cup maarufu kama CAF kombe la shirikisho barani Afrika, anafika finali mechi zote. Hakuna mechi ya wanasimba warufurahi mechi zote. Rejea mechi za makundi na hata pia kipindi wanacheza dhidi ya Bravo Duma Queens aliposhinda kwa penalty ya goli 1-0. Nenda karejee pia kipindi wanacheza dhidi ya Sfaxien, anashinda kwa dakika za nyongeza goli la Kibu Dennis. Nenda pia kashuhudie mechi ambapo wanasimba walifungiwa kuingia katika uwanja dhidi ya Constantine ambapo alishinda goli 3 kama sikosei. Kipindi cha pili, kipindi cha kwanza cha mchezo huo kilikuwa ni sare ya tasa pasi na shaka kufungana. Mengi niliwahi kuzungumza juu ya kocha huyu Fadlu Davis, lakini pia vile vile niliwahi kusema ubora pamoja na mapungufu ambao wako nayo kocha Fadlu Davis. Narejea tena kwenye robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kipindi ambako mnyama Simba anaelekea katika hatua ya finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Robo finali ya mnyama Simba Sports Club alicheza dhidi ya Al Masry away. Simba anafungwa goli 2, mechi ambayo Simba alistahili kushinda ile game. Kwa Mkapa hapa tunapata pira gimbi kwa mikunde, nusu finali na Simba anaelekea hatua ya nusu finali. Ndipo ambako mara ya kwanza mnyama Simba anafanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali ya michuano mikubwa ya CAF, nikiwa na maana ya CAF Confederation Cup maarufu kama kombe la shirikisho barani Afrika. Hapa ndiko ambako Simba haliwahi kwenda kuandika historia kubwa kweli kweli kwenye soka letu la Afrika na ardhi ya Tanzania, ambapo hapo nyuma klabu ya soka Young Africans waliwahi kuandika historia na kufika mpaka finali kabla ya Simba kufanya malipizi ambapo yalifanywa na klabu ya soka ya Young Africans. Hakuna jipi ambalo limefanywa chini ya kocha huyu Fadlu Davis ambaye anatajwa kuingia kwenye rada za klabu ya soka ya Young Africans, isipokuwa Fadlu Davis alipofanikiwa kuitoa Al Masry, alikwenda moja kwa moja katika hatua ya nusu finali na kwenda kukutana na klabu ya soka ya Stellenbosch. Goli 1-0 katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar ndiyo goli pekee la Jean Chalea wa liliwafanya mnyama Simba kusonga hatua ya finali, wakati hatua ya marudiano dhidi ya Stellenbosch klabu hizo mbili zilitoka sare ya bila kufungana, nikiwa na maana sare tasa ya bila. Hapo utakwenda kugundua ni namna gani falsafa ambayo alikuwa nacho kocha Fadlu Davis kipindi ambacho akiwa na Simba Sports Club. Je, kocha huyo kipindi anakwenda kumaliza mechi yake, angalia pia dhidi ya klabu ya soka finali dhidi ya RS Berkane, utagundua baadhi ya mapungufu ambayo alikuwa nayo kocha huyo Fadlu Davis mpaka mchezo unamalizika dhidi ya klabu ya soka ya RS Berkane. Mnyama Simba Lunyasi katika mchezo wa kwanza alifunga goli 2-0, mchezo wa marudiano sare ya bao 1-1 na kuifanya klabu ya soka ya RS Berkane kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hapo utagundua ya kwamba ni falsafa ya namna gani ambavyo kocha Fadlu Davis alikuwa akifanya. Ni ufinyu, lakini pia vile vile ni muoga wa kufanya mabadiliko, akiwa na maana ya kwamba kuna taarifa ambazo yeye mwenyewe huwa hanaziogopa kutoka kwa timu pinzani. Hata hivyo pia nikirejea katika mchezo wake wa Simba Sports Club kufuzu kutoka kwenye hatua ya preliminary round, second preliminary round, na kuja kwenye hatua ya hatua ya makundi ya klabu ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Tripoli, mwenyewe pia utaona falsafa ambayo aliitumia mara ya kwanza kwenda kufunga goli anaruhusiwa kufungwa, lakini pia vile vile the same
approach ambayo anakuja nayo kwenye ardhi ya Tanzania na kupata ushindi dhidi ya klabu ya soka ya Al Ahly Tripoli. Hapo utagundua ni namna gani ambako kocha Fadlu Davis na ufinyu wake ambao yuko nao. Pengine labda huenda lilikuwa likisababishwa na benchi la ufundi, ama ni kitu gani haswa ambacho kilikuwa kikisababisha hili ambalo lilikuwa linatokea. Sasa taarifa hizi nimeweza kukupa, na huu ni mlolongo wa kocha Fadlu Davis pamoja na historia yake, ambapo alikuwa akifanya vizuri akiwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Je, kama Young Africans watafanikiwa kumpata, kama Young Africans watafanikiwa kuinasa saini na kandarasi ya mchezaji ya kocha huyu, ni kitu gani ambacho huenda Young Africans wakafanikiwa kwenye hili? Je, kama Young Africans akifanikiwa kwenye hili, je, sakata linapokuja huenda akawa ana maamuzi yale ambayo alikuwa akiyafanya kipindi yuko ndani ya Simba Sports Club, ama the same approach ambayo alipokuwa akiichukua kutoka Simba Sports Club atakuja nayo kipindi yuko Young Africans? Wananchi, mnasemaje kuhusiana na kocha huyu, kocha Fadlu Davis?